Hello, mambo vipi? Mimi naitwa Asteria Mvungi and of course hii ni IOTV Entertainment. Ukiongelea wapiga picha maarufu Tanzania utawataja wengi, lakini huwezi kuacha kutaja jina la Kifesi. Yes, Kifesi amejipatia umaarufu baada ya kuwa official photographer wa Diamond Platnumz. Inawezekana ukawa umekuwa ukimuona through social medias akiwa kazini kwenye events, lakini ungependa kufahamu kuhusu yeye. Nimepiga naye story nyingi sana, maisha yake before kuwa mtu wa camera, alivyokutana na Diamond, anavyolipwa, mafanikio pamoja na changamoto anazokutana nazo kwenye kazi hiyo. Msikilize. Mimi naitwa Andrew Kisula. Kisula ni jina la babangu. Kifesi nilipewa na kina Diamond kipindi naanza nao kufanya kazi. Walikuwa waniiti jina langu. Kwa hiyo wanafanya kama utani Kifesi. So ikazoeleka ndio mpaka leo ikawa jina langu. Kwanza mimi nimezaliwa miaka 24 iliyopita Shinyanga, na asili yetu mimi ni Msukuma. Na utotoni, kwa sababu mimi na wadogo zangu 5, utotoni maisha kwa kipindi cha primary mostly nilikuwa nikikaa na wadogo zangu nikiwatunza wadogo zangu, sababu wazazi wangu walikuwa ni watafutaji, wanashinda kazini, wafanya biashara. Kwa kutoka asubuhi wanarudi jioni, kwa muda mwingi nakuwa na wadogo zangu. Ndo mostly nimekuwa na wadogo zangu kilea wadogo zangu. Shinyanga ndo nilikozaliwa. Baadaye tukashift tukahamia Mwanza. Sasa Dar es Salaam ni baada ya kumaliza mambo ya masomo, katika kutafuta kazi na nini, ndo nikawa nimekuja huko. Mimi nilipani kwa mtangazaji wa media. Ndio ilikuwa ndoto yangu na ndio nilichosomea pia. Lakini katika maisha unajua tukapanga zeni, Mungu nayaga anakuwa na mipango yako, mipango yake tofauti na ulivyopanga yeye. Ndio ambavyo vimenitokea mimi. Sasa hivi niko kwenye nandi nyingine. Sasa hata masuala ya kutangaza siko tena na interest. Mimi kwanza sikuwa na interest na masuala ya kupiga picha, na kwa hata sikuwazaga kwamba nitapenda swala kwa kupiga picha. Yaani haikuwepo kichwani. Ndio kama nilivyokuambia katika maisha vitu vinabadilika. So ilitokea tu. Ilikuwaje? Okay. Kwanza kipindi nimemaliza chuo, masuala ya masomo, nimekaa, unajua jela zetu ni ngumu. Nimekaa muda mrefu sana nyumbani. Mwanzo babangu, sababu wazazi wangu ni wafanya biashara na mimi nyumbani mkubwa. Wazazi wangu walipenda kama ni instead ya kuhangaika kutafuta masuala ya kazi, ni stay na wao, niwasaidie kwenye masuala ya biashara ili baadaye niwe ifika point niendeleze. Umeona? Lakini mimi nilivyo mimi toka hata kipindi nilipokuwa nasoma ni mtu ambaye napenda kujitegemea, ndivyo nilivyo. Umeona? So nikamwambia I think ni kitu ambacho siwezi nikakifanya, labda nijaribu kutafuta njia yangu mwenyewe ambayo naweza nikana kitu changu mimi mwenyewe, ili sababu nikisema nifanye kitu ambacho tayari nyewe mshakitengeneza, haita kwangu mimi sitajisikia kama nimefanya kitu. So nikamwambia ngoja niende Dar es Salaam. Kwa mzazi kama mzazi, kwa watu ambao tuko mkoani, kumruhusu kijana wake kuja Dar es Salaam ni kitu ambacho ni kigumu. Kwanza kabla ya hapo process mpaka nikajawaza kuja Dar, ilikuwa kipindi hicho ilikuwa ndo Bongo Movie na iko you. Na so mimi kwa napenda zile covers za movies zile kwa natengeneza, ambazo most kwa zinatengenezwa na Lucky wa hivyo. Zile. So mimi kwa napenda zile picha zile artwork na nini, nikaga interested. So nikaga namtafuta Lucky, nikaga napenda tu kazi yake ile. Nikaja kutafuta namba yake. Na kwanza kabla ya hapo, kwanza Diamond mimi nilikuwa ni shabiki tu wa kawaida ile kwenye Facebook na nini, una kipindi cha ajawa busy sana, kwa hiyo anaweza hata kujibu messages za mashabiki zake na nini, sometimes namcheki inbox Facebook anajibu, na nilikuwa ni shabiki tu wa kawaida. Umeona? Zeni kama imekuja masuala kwa napenda hizo artwork za Bongo Movie na nini, lakini nikaga namfuatilia sana. Lakini sasa kuna kipindi nikasema nitafanyaje kuja Dar es Salaam. So nikatafuta, lakini nikamwambia bro, mimi nina kipaji cha kuja Dar es Salaam ili ukutane na Lucky. Nikamwambia bro, mimi nina kipaji cha nina interest ya masuala ya picha, na kipaji cha ku design. Of course kiukweli haikuwa kweli. Nilikuwa
nilikuwa namdanganya tu, nikamwambia na kipaji cha mambo ya artwork na nini, kwa kama utaweza nipatie nafasi nifanye kazi na yeye. Unajua mtu kama umfahamu unaona kama anakuzingua, kwa kaga nikwepa na nilikuwa nazingua kweli. Nimemsumbua kama karibu mwezi, umeona. Muda wote nilikuwa nimefanya urafiki na kijana fulani hivi ambaye ni anafanya mambo ya graphics kwa kule Mwanza, umeona. Sasa Diamond naye tunachati, nikamwambia kwamba mimi nafahamu masuala ya design, nikamwambia hivyo kuna vipindi. Akaniambia kumbe afadhali kuja muda mzuri, sababu mimi na show sio Jerumani kama sikosei. Kuna mtu ambaye nilimpa nifanyie artwork amezingua, amenifanyia artwork mbaya. Kama vipi wewe nifanyie? Sasa nitafanyia wakati nilikuwa sijui kabisa. Lakini nikaona ile ni opportunity kubwa kwangu. Nikamwambia okay, mimi kajifanya kwamba najua kweli. Nikamwambia okay, sasa ina shimi hilo sio tatizo. Leo mimi nakufanyia. Kanipasa nikabidi nimuone yule jamaa ambaye ni rafiki yangu ambaye ni msora graphics. Kaambia ndugu yangu kuna hii na hii nisaidie. Wewe tengeneza cover nzuri, afu nipe credit tengeneza, nimetengeneza mimi, sasa mimi nitakulipa. Akasema sawa. Akanitengeneza afu nikamtumia Diamond. Akafurahi akasema kumbe dogo unajua si nini. Sasa mimi yani kwa mimi kwa alivyosifika kwa nilikuwa sijafanya kitu chochote. Unaona, sasa tukaendelea hivyo. Baadaye Salaki na yeye nikasema hii ndo nitumie hiyo opportunity kwa Salaki. Nikamwambia bro, sinzao mimi najua. Baadaye akaja akanijua akaniambia mtumie kazi zako. Nikamtumia ile kazi ile ila Diamond. Nikamwambia nimetengeneza poster ya Diamond ile show ya Ujerumani. Sio ilikuwa Ujerumani sikumbuki. Ile nimetengeneza mimi. Nadhani alianza kunifikiria kama sasa hivi. Baadaye kama wiki tena ndo akaniambia okay. Hapo ilikuwa ni mwaka gani? 2012. Kaambia okay, sasa dogo naona umenisumbua sana, basi Dar es Salaam una ndugu? Nikamwambia nikakubali tu, akamwambia yeye nao unasema kufikia, nikasema ndio. Of course kiukweli haikuwa kweli, sina ndugu Dar es Salaam na hata sikuwa najua kwamba nikifika nitafikia wapi. Akaniambia basi kama unajua una sehemu ya kufikia, utakuwa na maisha na sehemu ya malazi na kila kitu, basi njoo, mengine tutaona nini cha kufanya. Sasa hapo issue ikawa kwa wazazi sasa kwamba nitawashawishi vipi. Ila tu kichokuwa kinanisukuma ni ile tu nilikuwa najaribu tu ule usubutu kwamba nijaribu nione maisha na yatakuwa. Sababu nilikuwa nishakaa sana nyumbani. Nikamwambia jamani, mimi nimepata kazi kwa mtu fulani. Nikawa namsifia sana, lakini kwamba ni mtu mkubwa sana Tanzania, si nini, ile itakuwa nafasi yangu kubwa kwangu, ni ruhusu tu niende. Jambo nilikuwa sina hiyo kwamba nimepewa kazi au sijapewa. Lakini kwa hata tu nipate ile ruhusa. Wazazi wangu hawakukubali kabisa. Sana baba unavyojua wazee. Akataa baadaye sasa kama alikuwa kama amesusa, akamwambia basi wewe umengangania nini, mimi Dar es Salaam naijua nini, basi mimi nakupatia nauli tu ya kwenda, yakikushinda hii hapa ya kurudi, ile sikupi hela ya kula chochote. Kwa hiyo sasa umengangania wewe nenda, inakupatia ya kwenda na ya kurudi, ambapo kikushinda mambo ya kurudi nauli ya kurudi hapa. Nasema sikulala kwanza siku hiyo, sababu Dar es Salaam si yeye ndio nilikuwa naiwazaga tu na hiyo taga tu na kwenye TV na nini. Sikulala, asubuhi ile saa 10 nikaamka nikaenda kwenye basi nikafika. Sasa wakati nakuja njiani nikafikia kwamba nitafikia wapi, sababu lazima kufika, kwa lazima nifike usiku. Nikajiuliza nitafikia wapi. Nikaanza kutafuta na marafiki zangu wa Facebook ambao wanakaa Dar es Salaam. Kila mtu namtumia message nimwambia jamani nakuja Dar es Salaam. Kama ile sina sehemu ya kufikia, kama unaweza kanipokea. Nikatumia watu kama 10, baadaye nimepata mtu mmoja akaniambia basi fresh, ukifika tu wewe niambie, unajua utafika huko saa 4 usiku, kwa mimi nitakukifika wewe niambie, afu mimi nitakuja nikuchukue. Nimefika pale kweli, hasa kilichonishinda ile hali ya hewa joto, sababu nilikuwa sijai kuzoea ni mazingira vile. Mpaka nilikuwa hata sipumui vizuri. Yaani ilikuwa ni kitu kigeni kabisa kwangu ile hali ya hewa joto. Sasa yule jamaa kama amekuja amenipokea. Makazi yangu kwanza yeye alikuwa anasoma alikuwa anasoma DIT. So alikuwa anakaa pale hostel. Akawa amenichukua nikaga naishi pale. So pale ilikuwa makazi yangu. Mimi niko na kitu kama mwanafunzi pale, kwa usiku nalala, asubuhi naweza nikafanya mizunguko yangu, then nikifika usiku ndo naweza nakula chakula cha pale kwa mgongo wa yule rafiki yangu. Sasa ikaweza kumtafuta Laki, kutafuta ofisi ya Laki, akanielekeza panda na ndisi fulani. Sasa mitano nitajamii sijui. Kwa hiyo kana mwambie yule rafiki yangu yeye ndo ananiongoza. Akaniambia fika Mwenge nenda sehemu fulani. Naenda siku hiyo.
Sasa nikamwambia ndo wewe basi. Haya basi ndio kabisa kwa fulani yeye alivyowaambia kwamba huyu dogo ana kitu anahitaji tu kumlandia kidogo, umpush kidogo, mtrain kidogo, wewe muangalie zeni tuone tunafanyaje. Huyo rafiki yako ni ambaye ni rafiki uliokutana naye Facebook kama ni rafiki tu ambaye mnajuana? Yupi? Huyo ambaye alikusaidia. Alonisaidia ni mtu ambaye tunafahamiana pia. Okay. So lakini kama nikabidhi kwa mtu ambaye alikuwa anahusika na masuala ndo photographer na kila kitu pale, akanikabidhi na manifesta. So asa manifesta kuna kazi akanipatia. Alikuwa ana edit cover ya movie ya Bongo Movie, akaniambia hii ilivyo nataka naomba ni editie at least iwe hata nusu ya hivi nilivyofanya. Akanipa kila kitu kiko separate, akaniambia sasa edit iwe kama ambavyo mimi nimefanya. Sasa mimi siji kwanza Mac siji kutumia, afu pale walichotumia ni Mac, siji chochote. Nimekaa pale karibu nusu saa na niangalia tu zile kazi zilizonipa, nikamwambia sasa hapa ndo kuumbuka hapa. Baadaye nirudi akaniambia sijafanya kitu chochote, ikabidi tu nimwambie kwa hiyo ndugu yangu mimi sijui. Akaenda akamwambia laki sasa dada dogo, sasa mdoto umejisumbua nini sasa tukusaidieje? Sababu hapo siwezi kukupa ajira mtu ambaye hajui, na sisi hatuajiri mtu kwa ajili ya kujifunza hapa. Akaniambia bro, mimi nipo ukinipa nipe wiki tu najua, nikijifunza najua. Akaniambia mnasema nikatoa mshahara kwa mtu ambaye hafahamu, au hatuajiri mtu ambaye anajifunza, tunaajiri mtu ambaye tayari ana uwezo. Kwa hiyo sina cha kusaidia. Akamwambia bro, mimi nimetoka mbali ujue, afu na mimi kichoneza ni wewe huku, na ndo mtu ambaye nilikuwa nategemea kila kitu. Akamwambia mimi yani nisiwe mnafiki, sasa sijui namna ya kusaidia kwa sababu na wote unaona hapa wote kipindi hicho na Idris ndio alikuwa ameanza pale. Kana wote unaona hapa wamesoma na wana vipaji, kwa hiyo wanalipa kulingana na uwezo wao. Kwa hiyo utakuwa kama ni mzigo. Hasa ambacho kwa kina stressisha kwamba nitaishije. Umeona? Nimeleza kabisa tu niondoke. Baadaye nikamwambia sasa mimi kama ni hivyo mimi nipe tu nifanye kazi yoyote ambayo iko hapa, ambayo hata kama sio kwa mshahara, muda huo nakuwa najifunza kitu ambacho ili nifikie kiwango ambacho nyinyi mnakitaka. Ila mwisho siku ikawa imeshindikana, nikarudi sasa nikaanza nawaza nitafanyeje. Baadaye kuna rafiki yangu mwingine ni mdada ambaye nilikuwa katika ambao nilikuwa nimwatumia message, akaniambia kwamba kumbe upo Dar es Salaam. Hasa katika chat nikamuelezea hali halisi. Akaniambia wewe umesoma mambo ya ndii ya media. Akaniambia basi kuna mimi nafanya kazi kwenye magazine babu kubwa, kwa hiyo na walikuwa wanahitaji mtu wa kuandika stories za watu maarufu. Kwa hiyo nadhani kwa sababu kwa elimu yako wewe utafaa. Kama naye akanipeleka kwa hiyo boss wa hiyo kampuni. Kaongea nikaanza kazi pale kama nikaandika stories za watu maarufu. Unaona, lakini mshahara alikuwa ni mdogo, kawaida tu. Sasa mimi kwangu mimi ilikuwa at least najua ninakuwa na kitu ambacho cha uhakika kwamba naamka asubuhi nafanya kitu fulani kuliko kukaa tu na zagaa. Nimefanya kazi kipindi hicho nikaga nimeonana na Edwin wa hapa. Edwin alikuwa anapiga picha I think. Alikuwa hajajiwa ili alikuwa kama anamkodi, wanamchukua kama akihitaji kupiga mtu, labda amekuja mtu maarufu pale anahitaji mtu wa kupiga picha, anamuita Edwin ndo anapiga picha. Sasa Edwin alikuja nikaona naye akaniambia kwamba mimi nafanya, alikuwa amejisu redioni pia the same time nilikuwa nafanya pale anakuja anapiga picha. Sasa nikaga najisikia wivu juu yake, nikaona muonea wivu. Sio wivu ile mbaya ule, lakini yule wivu umeendea kwamba huyu jamaa na maendeleo, huyu anatangaza redioni pia na hapa tena anafanya kazi. Kwa hiyo mimi nikawa najisikia nikaga na wivu, muonea wivu. So nenda baadaye agency alikuwa na kazi ilikuwa nyingi, baadaye wakawa wanahitaji wawe na mtu permanent ambaye ni wapo hapo kupiga picha. Akaja akaniuliza wewe boss kwamba unaweza ukashika kama unaweza kutumia na ndii kama, nikamwambia nipe tu nitajifunza hivyo. Kwa mikaga wakanipa kama niende. Ilikuwa kuna show ilikuwa Maisha Club, kulikuwa na show ya Madi na alikuwa anazindua nyimbo sio pombe yangu nakumbuka. Alikuwa na Diamond hiyo siku. Kwa akaniambia nenda ukanandi hii ndo ukachukua ukapiga picha za kule uje kwa ajili ya blog, kupandisha kwenye blog. Sasa mimi kwa sije kushika kamera afu sijui. Nimeenda siku hiyo. Sasa kule Diamond alikuwepo siku hiyo. Afu mimi sikuwa najua.
Nimeenda pale, nilikuwa pale juu stage ni Maisha Club napiga picha. Baadaye kuna yule aliyokuwa mpiga picha wa Diamond kipindi hicho. Yeye akama nifahamu kwa sababu alikuwa sometimes alikuwa na access ya account ya Diamond ya Facebook. Kwa hiyo alishanifahamu. Aliponiona akaniita. Sasa nikajua mtu nani alioniita. So mimi najua Diamond sina mtu ambaye ananifahamu. Aliniita kwa jina langu la Facebook. Akaniambia mimi fulani, ila kamera yangu imeisha chaji na isingo utakuwa umepata picha nzuri nisaidie. Akaniambia haina shida, sawa. Muda alikuwa ameshamaliza kuimba, akasaka akana anarudi stage ni tukaswele piga picha kama niita twende wote backstage. Sasa muda unavyoelewa Diamond anapomaliza show kwa kama watu wanamnandi wanamwandama watu wengi. Kwa hiyo mpiga picha anaenda kwa mgongo ule mpiga picha ameenda paka kule wapi kwenye gari kwa pake gari. Nimeenda na mpiga picha akaniambia huyu jamaa ana picha atanisaidia sababu kamera yangu ilisha chaji. Sasa Diamond akawa ameshaona lakini hakuwa amenitambua. Sasa yule jamaa akaniambia kwamba nipatie kadi yako kama utaniamini, nipatie kadi yako nika copy then tutawasiliana kesho nitakurudishia picha zako. Sasa mimi hata sikuwaza kwamba hizo picha zinahitajika kwa ajili ya ofisini. Yes, nilikuwa nishachanganyikiwa kwamba nimeona Diamond alishachanganyikiwa. Nikamwambia haina shida, wewe chukua tu. Nikampatia kadi bila tukachana namba. Kisha yake asikajua sasa hizo picha hata ofisini nitapeleka nini? Sababu kadi nishaiacha ishaenda, afu sina kile ambacho nilikuwa nimekifuata siko nacho. So ilikuwa saa 1 alfajiri hiyo, ikabidi tunaenda moja kwa moja nilipokuwa nakaa kule hostel Posta. Asubuhi yake saa 2 kwanza nilizima simu sababu nilikuwa najua kule ofisini watanisumbua sana siku hiyo. Nilizima simu saa 2 nikamwasiliana na huyo jamaa Amish ambaye alikuwa anampiga picha Diamond kipindi hicho. Nimewasiliana naye, baadaye akaniambia baadaye mimi nitaenda kwa Diamond. Kwa hiyo kama utakuwa tuliongea vitu vingi, baadaye akaniambia tutaenda kwa Diamond kama utakuwa interested twende. Akaniambia hiyo lazima niende, tukaenda. Tumeenda hatukufika, akaniambia haitakuwa mimi kwa sababu ni mgeni, haitakuwa picha nzuri kwamba nilete mtu mwenyewe sio mhusika pale, afu na mimi niingize mtu nipeke mtu kwa wewe kaa hapa unisubiri baadaye nitakuja nikuchukue. Ilikuwa ni umbali kama mita 100 kutoka alipokuwa ameniacha hadi pale kwa Diamond. Nimekaa pale karibu nusu saa nzima, baadaye katoka gari ambayo ilikuwa ni ya Diamond. Mimi hata nilikuwa sijui, kashuka tu gari imesimama imepaki pembeni. Afa ilikuwa ni Diamond, alikuwa peke yake. Nikamwambia Facebook mambo vipi? Ila jina langu sio hilo kipindi hicho, ilikuwa ni jina lingine kwa jina la Facebook. Akashtuka kumbe ilikuwa ni Diamond. Nikamwambia vipi? Poa za tangu jana. Sasa kumbe alikuwa ameshaniona, jana yake. Poa, akaniambia hapo unafanya nini? Akamwambia kuna jamaa, sikutaka kumwambia kwamba ni fulani. Kuna jamaa tu hapa nikamsubiri naona hatokei. Akasema basi kwa hapo sasa hivi unaenda wapi? Nikamwambia basi asiyajua bado. Basi kwa mimi naenda Mbezi. Nikamwambia Mbezi mwenyewe naenda huko. Nikamwambia hivyo. Akaniambia basi chukua basi panda twende. Alikuwa peke yake kwenye gari. Mimi nikataka nipande nikae nyuma siti nyuma. Nikamwambia njoo kaa hapa mbele. Kakaa tu. Sasa Diamond alivyo hata kama mtu amjuani anakuchangamkia kama mtu ambaye mnafahamiana. Sasa tumeenda ananipigisha story kama mtu, hasa mimi sio mwongeaji. Afu yeye anaongea sana. Tumeenda baadaye kipindi cha namba 1 haijatoka. Akaniambia mwanangu mimi na mipango mikubwa sana hapa na nyimbo fulani hivi nataka nimshirikishe Omarion. Ngoja nikupe demo yake usikilize. Akanisikilizisha yeye namba 1 ambayo ndo kipindi hicho bado haijatoka. Akaniambia nyimbo nzuri sana hii, na siku ukija kuitoa itakupeleka mbali. Nikamwambia hivyo. Nilikuwa naenda kwa producer anaitwa Max kama sikosei Mbezi. Hasa alikuwa shajisahau kwamba mimi ni Momba Lift. Kwa hiyo tukaenda naye, mimi nikaenda naye kama mpambe wake pale kwa Max. Kwanza nilikuwa nimepiga naye picha kwa mara ya kwanza pale. Tumetoka, baada akaniambia wewe niambia unakuja huko, uko naenda wapi? Akaniambia nikudanganya hata nilikuwa sijui kwa basi nilikuwa nataka tu nipate nafasi ya kuongea naye. Okay, basi baadaye sikabia sana nimwambia kwamba mimi kikweli hapa nilipo sina kazi nilipo, na kazi niliyokuwa nayo ile nilipokuwa nimajiliwa kidogo hawanitreat vizuri. Umeona, kwa kama naweza nikapata uvujio mimi ni mshabiki, au kama kuna nafasi yote ambayo naweza nikakufanyia
mi niko okay. Sasa kaniuliza maswali, niambia elimu yako ni vipi? Niambia elimu yangu ni hivi na hivi. Sababu wewe kwa elimu, kwa sababu umesoma na kwa elimu yako wewe utanifaa. Basi sasa hivi mimi na website yangu This Diamond, basi tutashirikiana na fulani yule mpiga picha. Wewe utakuwa yeye atakuwa anapiga picha, unaandika story kwenye ile nandi kwenye blog. Akasema hapa ndio shatoka. Nikajisema tu moyoni, sasa ile kazi niambia huko watajijua huko ndo sirudi. Sasa tumerudi wale ndo nimewasha simu kwa kashanipigia sana kule ofisini. Nikamwambia nikadanganya nikapata zao hii na hii na baadaye nitarudi jioni. Nimerudi akawa sababu ile boss alikuwa ni mkali, akama mind akafoka nikarudisha, kama nikamwambia mimi I think hii kazi siwezi nikafanya, siwezi nikaendelea nayo. Akamind baadaye sio umenandia kama vitu vingi, sio kwanza umeharibu vitu vingi, umeharibu kamera yangu nini. Sasa hivi nilikuwa nimesubiri tu amalize ili niondoke, sababu mimi yani nishaanza kupanga vitu vingine kabisa, yani nishaanza kupanga maisha mengine. Rudi baadaye nirudi nyumbani, nikawa nimewasiliana na yule Amish. Kaniambia kwamba nimeongea akaniambia nimeongea na Diamond, ameniambia kuhusu kwa kesho tuwasiliane. Kesho hivi nikakutana naye, then tukaenda kwa Diamond. Akawa ametupangia sama jukumu kwamba wewe utakuwa na mimi nitakuwa naandika story kwenye blog, yeye yule atakuwa anapiga picha. Ndio nikaa nimeanza naye Diamond hivyo. Kwa hiyo mimi naenda pale asubuhi, natoka narudi jioni, narudi usiku 2013. Kwa narudi saa 5 usiku ndo narudi mpaka posta. Na kipindi hicho nakumbuka alikuwa ananipa 5,000 ambayo ilikuwa ni ya nauli. So mimi hata nilikuwa sicomplain kwamba so si mwanamuziki mkubwa tajiri, sasa mbona ananipa 5,000? Mimi nilikuwa nachukulia sawa tu, ibadi nafanya kazi naye, kwa mimi nilikuwa naona sawa tu. Hivyo baadaye ikabidi tu nimwambie kwamba mimi ndugu yangu hapa nakaa hostel, sina pa kukaa. Kaambia basi ngoja nitajadiliana na mama tuone tunakusaidiaje. Sasa kwa baadaye akaniambia basi utabidi uje hapo unakaa hapa, ndio ofisi yako hapa. Nikasema sawa, nikaa nimehamia pale nyumbani, nikaa naishi naye pale Sinza, kipindi hicho nakaa Sinza. So tumeenda baadaye hawakutokea tofauti, wameachana na yule mpiga picha. Kwa hiyo nikawa nimebaki mimi. Baadaye akaniambia Kifesi, kwa nini usijinandii? Kipindi hicho nilishakuwa Kifesi sasa, kwa sababu alikuwa ananitania nikawa ananiita Kifesi. Akaniambia kwa nini usijifunze kutumia kamera? Usikalie tu kitu kimoja tu. Utakuwa hivyo mpaka lini? Utakuwa blogger mpaka lini? Kaambia mimi sio kwamba sijui kupiga picha, labda tu sijui kupiga watu maarufu, lakini naweza nikisema nikae nayo, sababu nilikuwa nishaanza, kwa mimi sina tatizo. Kwa akaanza kuwa ananichukua kwenye event tukienda. Sasa mimi nilikuwa sijui kwamba mtu unapiga picha ili upate nini. Kwa mimi nilikuwa najua tu mradi tumweke kwenye frame, picha ipatikane basi. Sasa picha mingi nilikuwa napiga tu vichwa. Kama sasa wewe hizi picha unapiga za nini? Za mimi niweke kwenye frame, niweke ukutani. Hizi picha nataka ni kwa ajili ya mashabiki, kwa ajili ya kuposti washabiki waone kichwa. Sasa most tunaweza kaenda labda kwenye event, labda kwenye show. Sipigi hata labda sijui kupiga mashabiki sio. Mimi nachopiga ni yeye, tunampiga uso basi. Basi kwa ananifokea hivyo. Lakini ilikuwa katika kujifunza. Baadaye ndo nikajifunza kumbe majukumu yangu mimi ni kuonyesha watu kwamba Diamond alikuwa kwenye show fulani, show yake ilikuwa hivi, watu walikuwa wengi, labda kuna watu labda walikuwa yale matendo kwenye show na movement ndio ambacho natakiwa nikipate, sio kumpiga yeye kama zile za picha za studio. So tumeelewa hivyo, nikaanza kupata uzoefu kupiga picha. Kwa hiyo nikaanza nafanya vyote, napiga picha na imepita muda mrefu nishakuwa mzoefu sasa. Baadaye akaniambia jifunza na mambo ya graphics. Maana baadaye ilibidi nimwambie ukweli kwamba zile zilikuwa sio mimi, alifanyaga mtu mwingine, mimi sijui mambo ya graphics. Akaniambia basi jifunze vyote ili uwe ni package nzima, yani kusiwe na haja kusema tutafute watu. Wewe ukifanya hivyo utatisha, hata kama sababu kuna leo na kesho kuto unaweza usiwe hapa, vitakusaidia. Kwa nikaanza kujifunza, yani vyote vingi nilikuwa nikijifunza mimi mwenyewe. Kwa nikaanza kujifunza, nasoma tutorial kwenye YouTube, nikajifunza mambo ya graphics. Baadaye ndio mimi kwa sababu mara nyingi kwa akiwa labda na show au cover muziki anaenda kuna studio kwa anaenda ndo anafanya.
Kwa hiyo baadaye nilipojifunza nikaga nafanya mimi mwenyewe, na akiona nandi cover labda show mimi ndo nafanya. Kwa hiyo ndo masuala ya kuhusu kukutana na Diamond ndo ilikuwa hivyo, ndo mpaka hapa nilipo. Okay. Kufanya kazi Diamond ni msanii mkubwa. Kufanya kazi na yeye kunakupa challenge gani? Challenge kubwa kwanza ni ile kwenye kuhakikisha kwamba, sababu Diamond kila anachokifanya kwa alipofikia anachokifanya watu wanategemea waone kitu kikubwa kutoka yeye. Sasa kwenye picha tutakiona kitu kikubwa kutoka kwa labda kwenye show na nini. Kwa hiyo napokuwa naenda pale na kwani na ile unajua ile kuna ile ni kitu ambacho ni sana kwenye interview ya live kwamba ukikosea ndo basi. Sasa pale uwezo ukapiga labda picha ukapiga tukio fulani, ukilikosa ndo ushalikosa. Kwa mimi kikubwa ni ile kwamba kuhakikisha kwamba kusahau kwenye show, kuhakikisha kwamba kila ambacho kinatakiwa nikipate ndo hicho nikipate kitu sahihi ambacho kinatakiwa nikipate kwa ajili watu waone kwenye mashabiki waone, ndo ambacho huwa kina sababu nyingi unaweza kwenda kwenye show, tunakuta show ambao ni tena kama kipindi hichi kwenye social media ambayo mtu anaangaliwa sana, wanatusubiri kwamba kwenye Diamond kapiga show fulani wanataka waone watu walikueje na nini, umeona. So kuna show zinaweza ukaenda na kuona kuna watu wengi na nini, alafu kile ambacho unatakiwa ukipate unakikosa, labda sometimes labda kama inaweza kasumbua kadi kasumbua au na vitu kama hivyo, alafu usikipate kile ambacho unatakiwa ukipate, alafu na wewe ndio mtegemewa, ndio mpige picha mtegemewa, basi utafokea huko utafurahi, ndio ambacho kina. Lakini nishazoea sasa hivi, kwa najua natakiwa nifanye nini na nini hicho. Lakini kingine ni ile watu kunichukulia au kunitreat kama mtu maarufu. Mimi sipendi kujichukulia kama mtu maarufu, umeona. Na kwa sababu kwanza sikuwahi kukaa kama mimi nataka niwe mtu maarufu. Na so ile watu wanavyonichukulia hivyo, wanataka uishi kuna maisha fulani ambayo wanataka uishi. Inaninyima uhuru mimi wa kuishi vile ambavyo kuwa huru kuishi ambavyo mimi natakiwa niwe kama Andrew, kuishi kama Andrew, umeona. So ni kitu ambacho mimi kina kwangu ni tatizo, ni challenge. Kufahamiana na watu, kupata opportunity, kuna vitu vingi ambavyo ningekuwa mtu wa kawaida nisingekuwa navipata, au ingekuwa ngumu mimi kuvipitia au kuvipata. Yani inanirahisishia kwa kiasi kubwa, kuna vitu ambavyo kwa kawaida nisingeweza kuvifikia, nisingeweza kuvifanya. Okay. Lakini kubwa ni ile kufahamiana na watu, kuwa na watu, unajua sasa kwamba na watu nyuma yangu. Sijawahi. So mimi Diamond, kazi yangu mimi na Diamond, kufanya kazi na Diamond haikuwa kwa kimaslahi, ilikuwa ni kwa sababu kwanza mimi nilikuwa nampenda na mkubali. Alafu ile kazi ni kwa sababu naifanya kwa sababu naipenda, sio kwa sababu kuna kitu nakipata kwamba kesho kikipungua au nikikosa basi nasusa kazi. Ingekuwa ni hivyo, ingekuwa ishaacha toka kipindi kile napewa 5,000 bara ya masu napewa 10,000, ningekuwa nishaacha. Lakini sijawahi kufikiria hivyo, kwa sababu niko kinachoniunganisha na Diamond ni upendo, sio kile ambacho nakipata. Sio kwamba nampiga picha Diamond peke yake. So kama sasa hivi tuna studio pale, kwa hiyo mimi nafanya kazi na mtu yeyote, umeona. Lakini sometimes wakutana na watu kwanza wanaogopa kufanya kazi na mimi, wanahisi kwanza labda mimi nipo kwa ajili ya kumpiga Diamond tu. Ndio kama ile ulivyosema usiku na wale yule timu wengine timu ya nini, wanaweza ile kunitenga kwamba huyu ni mtu wa Diamond, umeona. Lakini mimi ni mtu ambaye niko wazi kwa mtu yeyote, kufanya kazi na mtu yeyote, ukihitaji nafanya kazi na yeye, mtu yeyote. Lakini sio hivyo ambavyo watu wanachukulia. Nalipwa vizuri kwa kifupi. Nalipwa vizuri. Kwanza kama nilivyosema mwanzo, ni ile kuishi ile kuwa na watu, kufahamiana na watu, cha kwanza. Kingine kwanza mpaka sasa hivi nashukuru Mungu kwamba na sehemu ya kukaa, cha kwanza. Nilikuwa nishaanza kujenga, lakini pia nina usafiri
Yeah, kama nilivyokuambia wakati nakuja kwamba dereva wangu anasumbua. Yeah, ila sijui kuendesha. Kwa hiyo dereva sipokuwa hivyo ndo basi nachukua bodaboda au landi. Yeah, ndio hivyo. Kwanza tukiongea kuhusu swala la kuvimba, kulinga. Kwanza mimi sijajua kwa nini watu wanatufasiri hivyo. Labda mimi nilivyo, mimi ni mkimya. Unaweza kuona mambo zangu zote kwenye Insta zote, lakini ukitaka mimi ni mkimya afu mpole. Umeona? Na for tukienda labda kwenye same labda kwenye event na afu mimi sio mtembeaji sana wa kwenda hayo maeneo ya hivyo. So ikitoka tumeenda hivyo sio kwanza nitakosemana na watu ambao nafahamiana nao cha kwanza. Afu hata kama ikitoka labda mtu ambaye hata simfahamu akiniongelesha siamaishi kwamba nitamvimbia. Utofauti ni kwamba mimi sio mwongeaji. So watu wanachukulia mtu ukiwa mkimya au usipokuwa mwongeaji wanachukua kwamba huyu analinga. Lakini nashukuru kwamba mtu ambaye alikuwa hanifahamu akikutana na mimi ana prove kwamba Facebook hayupo hivyo. Lakini mimi silingi. Watu wanatafasiri kwa sababu ile mimi sio mwongeaji sana. Kama ningefika ningejifanya kama vile mimi mwenyeji nimekuja hapa siku nyingi. Kila mtu namjua, sina hizo. Ndio nadhani ndio tatizo, watu wanachukulia kwamba nalinga. Alright, kwa story mob na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo si nyingine bali ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo moja la Millard Ayo. Lakini pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Feel free kupita millardayo.com kwa story kali kama hizi na kwa urefu zaidi. Mimi naitwa Asteria Mvungi. Asante.